Hii ni habari 254 Bonga Boli Sports pamoja na Bonga Tube Media. Habari ambazo kwa hakika zimetufikia na hivi punde ni kwamba CEO, mkurugenzi mkuu ama mtendaji mkuu wa shirikisho la soka nchini Kenya, Bwana Harold Ndege, amesema maisha yake yapo hatarini, kwa maana wapo watu ambao wanapania kumtoa roho Ndege. Unaona, lengo lao kuu haswa ni kwa ajili ya kuzuia kile ambacho wamepania kufanya, kwa maana ya kumng'atua katika nafasi yake ya CEO katika shirikisho la soka hapa nchini Kenya. Lakini kubwa zaidi ni kwa nini hata hivyo? Manake ndani ya takriban miezi mitatu tumeshuhudia mpasuko mkubwa katika uongozi wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF, ambapo sehemu ya uongozi uliamua kumfungusha ama kumtupia virago Bwana Ndege. Kisa na maana wakatoa vijisababu ambavyo wanaamini kwamba yamekwenda kinyume na matarajio ama manifesto ya The Fresh Start. Kumbuka, uongozi wa sasa chini ya rais wa shirikisho kwa maana yake Hussein Mohamed uliingia kwa kile ambacho walisema kwamba wanaanza upya. Manake nchi tayari ilikuwa imezama zaidi katika mkondo wa kuboresha mchezo wa mpira wa miguu katika Jamhuri ya Kenya, timu ya taifa, nazungumzia ngazi ya vilabu na hata uongozi kwa ujumla. Lakini katika hilo wakaamua kujenga mikakati na harakati ili walau kuweza kumfurusha nje Nick Mwendwa, na hatimaye mbuyu ukaanguka. Mbuyu kwa maana Nick Mwendwa alikuwepo pale kwa miula miwili baada ya yeye mwenyewe awali kuangusha mbuyu mwingine kwa maana yake Bwana Nyamwea. Unaona, so katika hili kumekuwepo na mvutano kiasi cha haja. Tunasema siku zote penye riziki hapa kosi fitna. Hapa Wakenya wakawa wanaweka hai matumaini kwamba tunaweza tukapata angalau uongozi wa kipekee ambao utaweza kufanikisha mengi kwa faida ya wananchi wa Kenya. Na kwa hakika ikawa sasa ni kusubiri kuona, je, tutapata matokeo chanya? Tumeshuhudia katika mashindano ya CHAN Harambee Stars ilivyojizatiti kadri uwezo wao kwa ajili ya kuweza kupiga hatua mpaka robo finali kabla ya kutupwa nje mashindano na Madagascar. Tumeshuhudia Harold Ndege, tumeshuhudia McDonald Mariga, tumeshuhudia Bwana Hussein Mohamed na uongozi wote kwa maana NEC members wakitoa ushirikiano mkuu. Lakini unaambiwa siku zote penye riziki hapa kosi fitna. Sasa katika hili imekuwa watafute namna kumfurusha nje Harold Ndege, na upande wa Ndege bado hatujasikia vizuri, atueleze bayana mtazamo wake. Manake upande wa FKF umetoa vijisababu kwamba timu ilipokwenda Uganda kwa maana wale under 17 kulikuwepo na poor planning, mara labda pengine maelekezo kwa namna jinsi timu itakana iwe inajiandaa katika shughuli za kimataifa wakati ule wanapokwenda kule Uturuki kwa ajili ya kucheza mchezo wa kirafiki. Na kumbuka walicheza dhidi ya Urusi pamoja na Uturuki dhidi ya na pia vile dhidi ya Senegal. Kwa hiyo ni mambo mengi tu ambayo tunashuhudia, unaona sasa, na katika hili imekuwa ni swala la muda tu. Akaambiwa jingatue kabla tarehe 15. Jamaa akaamua kugoma, akadinda. Hata hivyo akaamua kwenda kutafuta huruma mahakamani kwamba angalau naye pia vile vile asikilizwe, unaona, ili walau waweze kubalance, mahakama iweze kubalance. Lakini upande wa pili kwa maana Bwana Hussein Mohamed ambaye ndiye rais wa shirikisho amesema hana muda wa kusikiliza chochote katika hili, nimeamua na ndio basi. Wewe sasa fuata nyayo ama beba virago ungatuke. Na ndio sababu unaweza kuona amekimbia mahakamani. Mbali na kukimbia mahakamani, ameamua sasa kuchapisha kwenye Facebook page yake. Unaweza kuingia pale, Harold Ndege amesema my life is in danger, kwamba maisha yangu hapo hatarini. Je, ni nani huyu anayetaka kumtoa roho Harold Ndege, na ni kwa sababu gani? Unaona, kwa hiyo figisu tusiwe tena tunarudi mahakamani kwa ajili ya kuvuruta ama kuturudisha nyuma kimaendeleo kuhusiana na masuala ya soko. Na kumbuka wakati uliopita Nick Mwendwa dhidi ya kamati ya muda iliyowekwa wakati ule, unaona, kuna wakati pia kina Hatimi na mambo yao miaka ya nyuma tukifungiwa mara kwa mara, unaona. Na ajabu ni kwamba Kenya, Uganda na Tanzania ndio wenyeji wa mashindano ya kombe la mataifa ya bara Afrika mwaka ujao kwa maana 2027, na tayari
wahusika wakuu walikabidhiwa bendera. Hapa narejelea mheshimiwa katibu mkuu wa kudumu katika wizara ya michezo Bwana Kinyo alikuwepo. Tumemwona Rais Hussein Mohamed wa shirikisho la soka alikuwepo. Tukamwona Bwana Wallace Karia, rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania, pamoja na waziri wa michezo Bwana Paul Makonda kutoka Tanzania. Achia mbali pia vile walikuwepo mhusika mkuu kutoka Uganda kwa maana Bwana Magogo, rais wa shirikisho, pamoja na waziri Okello walikuwepo. Dalili tosha kwamba Bwana Infantino pamoja na rais wa shirikisho barani Afrika mheshimiwa ama daktari Patrice Motsepe wakiwakabidhi bendera ya CAF kwamba nendeni sasa mkakiwashe kule, angalau mtoe mfanikishe mambo iwe bora zaidi ya viwango vya Morocco. Unaona, na tunasubiri kuwa wenyeji ambao kwa hakika tutakuwa tunaandikisha rekodi ya kipekee. Uwanja upo jipya kabisa, kwa maana uwanja wa Raila Odinga wa kimataifa, barabara ya Ngong. Kuna uwanja wa Mama Samia pale Arusha. Kuna uwanja wa Hoima umejengwa kule Uganda kaskazini. Kwa hiyo ni zamu ambao kwa hakika tunataka kushuhudia ubora wa soka, na kwa hakika soka inalipa. Unaona, na ndio sababu tunataka kukomesha figisu mvutano hapa na pale. Unapozungumzia kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON, tunahitaji kuwa tayari kwa viwango vyote. Hapa nazungumzia miundombinu, nazungumzia miundombinu ya barabara, nazungumzia miundombinu kwa maana usafiri, tunazungumzia viwanja vya kuchezea kabisa, pamoja na viwanja vya mazoezi. Tunazungumzia usalama ambao ni jambo la msingi, tunasema kwamba ni crucial. Achia mbali pia vile mazingira rafiki, kwa maana mashabiki kuingia uwanjani kuonesha tamaduni zetu, na hata kumarket, kwa maana kunadi taifa letu kitalii. Unaona, jambo la busara ama jambo la msingi sana. Na hapa tunahitaji wahusika wakuu wote. Serikali chini ya Rais William Ruto, wizara ya michezo pale yupo bwana ama mheshimiwa mwenye dhamana ya michezo, sanaa na utamaduni katika Jamhuri ya Kenya Bwana Salim Mvurya. Wapo pia vile LOC, kwa maana kamati andalizi chini ya Bwana Nicholas Msonye, mzoefu sana, amekuwepo pale CAF kwa muda mrefu. Atakuwa na kila sababu ya kurahisisha mambo, unaona. Kwa hiyo isa teamwork, isa joint effort, wananchi wote katika kanda hii, kwa maana Kenya, Uganda, Tanzania, ili walau tuweze kubadilisha taswira ya jinsi watu wanavyoziona ama wanavyoona mataifa yetu. Manake huyu mwandishi wa habari kwa maana kutoka Ivory Coast, Mamadou Gaye, anasema mataifa bana hayana uwezo. Ni mataifa ambayo ukifika hata miundombinu ni tatizo, sekta usafiri ni changamoto mno, unaona. Ukitoka nje ya miji yao unaingia kwenye misitu, unaona. Kwa hiyo swala la usafiri wa reli kama ilivyo hapa Morocco ni changamoto, na unapoingia Uganda pia vile kuna jam kila wakati. Labda yeye aliangalia kwa macho ya kawaida, akadhani shughuli itakuwa ni wakati mapambano yanaendelea, hali uchukuzi utakuwa ni kawaida. Hapana, tulishuhudia wakati wa CHAN barabara zinatengwa rasmi kwa ajili ya kuruhusu magari ama mashabiki kuingia kwenye maeneo husika. Of course kuna mambo mawili matatu tunapaswa kurekebisha kuhusu usafiri wa reli, kulink nyuga mbalimbali na vituo vya reli na magari ni jambo la msingi, ndio, lakini hatujaendelea kama Morocco. Wametuzidi, hata kule kwa wamewazidi, ndio, lakini serikali pia katika Jamhuri ya Kenya pale Nyayo Stadium wanataka kuongeza kituo cha reli, angalau watu wao wakitoka katikati mwa jiji kule Nairobi na hata pale Nyayo Stadium na kuingia mpaka kule Talanta, na hata magari kusafirisha watu kuwapeleka mpaka Kasarani, na hata timu kuweza kupiga kambi na kufanya mazoezi. Ukizungumzia hoteli mzee, tuna Kempinski, tuna Radisson Blue, yani hoteli kibao, kuna Safari Park, na hata wakati uliopita unaweza kuona makao makuu ya CAF ilikuwa hapa nchini Kenya, ambapo walipiga kambi katika hoteli ya Kempinski. Unaingia Uganda kuna Hyatt Regency, unaona. Tunazungumzia Uganda kule pia vile kuna Serena, sawa na Tanzania hoteli kibao San, unaona. Kuna Kempinski, kwa sasa ni Kilimanjaro na kadhalika. Kwa hiyo swala la hoteli, swala la usafiri, swala la usalama ni mambo ambayo serikali itaongeza jitihada kubwa sana kwa ajili ya kunyoosha mambo
na tuwe tayari. Kwa hiyo ndio tuwe tayari, maanake tuna miezi michache mno. 2027 ni mwaka ujao, unaona, na leo hii lazima tuwe tayari, unaona. Kwa hiyo mvutano, figisu, fitna, tuondoke. Niite Bonga Boli, mtema madini mwenyewe, Michael Were Muhusia, siku zote tukiwa na Fazul Khalid katika taratibu za kuweza kutema madini na kuchakata mengi ambayo yanatuhusu chini ya jua.